Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa wema wako, fadhili zako na uaminifu wako. Asante mfalme wa amani kwa ajili ya saa hii na wakati huu ambao Mungu umetupa kibali tena cha kwenda kujifunza neno lako. Baba, tunakushukuru kwa uaminifu wako. Tunasema asante kwa maana ulikuwa pamoja nasi katika ibada iliyopita. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa utakwenda nasi wakati mwingine tena huu. Roho wako Mtakatifu akapate kutufundisha neno lako katika hekima yote na maarifa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jambo lolote unalolitazama katika maisha yetu ambalo Mungu ni chukizo mbele zako, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamee. Baba, tunasema asante kwa maana neno lako Mungu linatupa mwanga na nuru katika maisha yetu. Tunaomba Mungu neno lako tunalokwenda kujifunza likapate kujaa kwa wingi katika mioyo yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mioyo yetu ikifanyika udongo mzuri wa kuweza kukuzalia matunda kutokana na neno tutakalo kwenda kulisikia. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwaminifu akapate kuifungua akili zetu, mioyo yetu na fahamu zetu tukapate kulielewa neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru na kuamini. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine tena hii ya Jumapili ya kwanza kabisa ya mwaka 2026 kusimama mbele zake na kujifunza neno ambalo Mungu kwa neema yake ametupa nafasi ya kujifunza. Neno la Mungu tutakalo kwenda kujifunza leo linazungumza kuhusu Mungu anavyoona vitu tofauti na wewe. Mungu anavyoona vitu tofauti na wewe, Mungu anavyoona vitu tofauti na mimi. Tunakumbuka tulipokuwa darasa la kwanza, mwalimu wa hesabu wa kila mmoja alimfundisha kwamba 2 kutoa 1 ni sawasawa na 1. Na walimu wetu wa darasa la kwanza, kwa sababu ya kuangalia umri na kwamba bado hatujajua vitu vingi katika maisha, walitufundisha kwamba 1 kutoa 2 haiwezekani. Na ni kwa sababu walikuwa wanajua kwamba kwenye maisha yetu hatujajua kwamba hatujui mambo ya kukopa na mambo ya kuazima, na ndio maana walikuwa hawataki kutuchanganya. Kwa hiyo wakatufundisha kwamba 2 kutoa 1 haiwezekani, lakini katika maisha halisi 2 kutoa 1 unapata hasi 1, yaani una uwezo wa kukopa. Kwa hiyo tulivyokuwa tunaendelea kupanda madarasa ndipo tulipokuja kugundua kwamba 1 kutoa 2 ni kitu kinachowezekana. Na kitu kama hichi ndicho ambacho tunaweza kukitazama kwamba kwenye maisha tunakuwa tuna mitazamo tofauti na vitu vingi Mungu anavyovitazama. Tukisoma Zaburi ya 73, naomba nisomewe Zaburi ya 73 mstari wa 1 mpaka wa 19. Ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu. Ngoja nirudie baada ya maiki kufika, si ndio? Amina, asante. Zaburi ya 73 mstari wa 1 hadi 19. Ndio. Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, kwa hao walio safi mioyo yao. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka, hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza, maana naliwaonea wivu wenye kujivuna, nilipoiona hali ya amani ya wasio haki, maana hawana maumivu katika kufa kwao, na mwili wao una nguvu. Katika taabu ya watu hawamo, wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao,
jeuri huwavika kama nguo, macho yao hutokeza kwa kunenepa. Wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao, hudhihaki, husimulia mabaya, husimulia udhalimu kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao utangatanga duniani. Kwa hiyo watu wake hugeuka huko, na maji yaliyojaa humezwa nao husema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Fahamu, ndivyo walivyo wasio haki, na kwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure, nimenawa mikono yangu kwa kutokosa. Maana mchana kutwa nimepigwa na kuadhibiwa kila asubuhi. Kama ningalisema nitasimulia kama hayo, kumbe ningaliwadanganya kizazi cha wana wako. Nami nalifikiri jinsi ya kufahamu hayo, ikawa taabu machoni pangu, hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu, nikautafakari mwisho wao. Hakika wewe huwaweka penye utelezi, huwaangusha mpaka palipoharibika. Namna gani wamekuwa ukiwa, mara wametokomea na kutoweshwa kwa utisho. Amen. Mungu akubariki sana mwanafunzi kiongozi kwa kusomea vizuri. Na tukiangalia Isaya 55 mstari wa 8 mpaka wa 9, inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Hivi ndivyo Mungu anavyotazama. Neno linatueleza kutokana na kichwa cha habari cha kile tunachojifunza. Lakini tukimtazama huyu ambaye mtunga Zaburi wa 73 anaonesha kitu ambacho kinaweza kikawa kimewahi kutupata sisi pia katika maisha yetu. Inawezekana yasiwe maisha yetu ya kila siku, kwa sababu tunajua kwamba tunapita katika ups and down nyingi. Tunapanda na kushuka, tunapanda na kushuka. Kuna wakati ambao tunapita katika maisha, tunaweza tukawatazama na tukaona kwamba watu ambao wako duniani ni watu ambao maisha yao ni rahisi, ni watu ambao tunaona kama wamefanikiwa. Wakati mwingine tunaona kwamba wamefanikiwa kuliko sisi. Ndiyo mtunga Zaburi wa sura ya 73, Zaburi ya 73, kitu ambacho alikuwa anakiona mwanzo. Alikuwa anaona kwamba watu ambao wako duniani ni watu ambao wanafanikiwa, yani ni watu ambao hawana tabu. Anasema anaviona vitu vitatu katika maisha ya watu ambao wako duniani. Anaona kwamba hawana maumivu katika kufa kwao. Anaona kwamba miili yao ina nguvu. Anaona katika taabu ya watu hawana taabu. Hawapati mapigo na wanaona kwamba kwa kustarehe siku zote wamepata mali. Hivi ndio vitu ambavyo anaviona. Lakini pamoja na kwamba aliona hivi, tunashukuru kwamba yeye katika Zaburi ukiendelea, anakuja kuona kwamba, anakuja kukagua na anakuja kugundua kwamba Mungu anawapa thawabu watu ambao ni watu wake, wale watu wanaotembea katika njia ya unyoofu. Yaani kwamba katika tabu yote anayoweza kuipitia mtu ambaye anamjua Mungu, lakini mwisho wa siku ni mwisho ambao unaelekea mwisho ulio mzuri. Sio kwamba atapita katika tabu akawa na tabu siku zote. Tunaweza tukajifunza vitu vingi ambavyo wanadamu tulikuwa tuna mtazamo tofauti na vile ambavyo mtazamo wa Mungu unaonekana katika vitu vingi sana. Tunaweza tukaitazama hata safari ya wana wa Israeli. Tukiitazama safari ya wana wa Israeli,
tunaona kwamba walipita katika nyakati ambazo hazikuwa nyakati rahisi. Walipita kwenye jangwa, walipita kwenye njia ya bahari, lakini pamoja na kwamba mote humo walipopita, Mungu alikuwa na sababu yake, kwa sababu Mungu yeye ni mkuu, ana uwezo wa kufanya jambo lolote. Angeweza kufanya namna yoyote ile ya kuwatengenezea njia ambayo ingekuwa kibinadamu ni njia inayoonekana rahisi, wakafika ile safari yao. Lakini Mungu ndiye ambaye aliruhusu wapite jangwani, akaruhusu akapita jangwani, lakini wenyewe nyakati zote walikuwa hawatazami Mungu vile ambavyo anatazama yeye aliyeianzisha safari yao. Wakawa hawaoni kwamba hawaoni kwamba mwisho wa, pamoja na kwamba watapita katika nyakati ngumu, watapita kwenye jangwa, watapita kwenye bahari, lakini mwisho wao Mungu aliyewaahidia kwamba watafika palipo pema atawafikisha. Wenyewe wakiwa njiani tunaona wakiwa wana malalamiko mengi sana, wakiwa wanalalamika kwamba kuna wakati wanaanza kulalamika kwamba wanakumbuka matikiti walioyaacha Misri, wanakumbuka nyama, wanakumbuka samaki, lakini Mungu anaumia. Mungu ndivyo anavyoumia, kama vile Mungu ambavyo aliumia wakati wana wa Israeli walipokuwa wakilalamika. Hata leo kwenye maisha yetu Mungu anaweza kuumia vile vile ambavyo tunakuwa tunalalamika na tunatazama kwa mitazamo yetu. Tukiliangalia neno la Mungu, katika Zaburi 100 mstari wa 4, Zaburi 100 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Na Yeremia 23 mstari wa 18, Yeremia 23 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Na naomba mmoja anisomee Isaya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Amina. Mungu akubariki sana Mwalimu Emi. Tunaona mtu anaingia patakatifu pa Mungu kwa maombi au matamko ya shukrani na sifa kwa Mungu. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuingia mbele za Mungu. Na katika kuingia mbele za Mungu kwa sifa na matamko ya shukrani, tunaona tofauti na mtazamo wa kwanza ule ambao alikuwa anauona Asafu
ambaye anazungumzwa kwamba ni mtu aliyekuwa anaongoza sifa, kiongozi wa sifa kwenye utawala wa Daudi. Alipoingia kwa Mungu mbele za sifa, akaona mtazamo ukao unaonekana tofauti na vile alivyokuwa anatazama mwanzo. Na Mungu, tunapoingia mbele za Mungu kwa sifa na kwa matamko ya shukrani, Mungu anaubadilisha mtazamo wetu na anaruhusu tuweze kuona kama vile Mungu ambavyo yeye anaona, kwamba hata unapokuwa unapita katika nyakati ambazo unaweza uzione sio rahisi, lakini unakuwa una uhakika kwamba Mungu atanivusha hapa. Unakuwa una uhakika kwamba hili nitapita baada ya kitambo tu, lakini Mungu anajinyakulia utukufu katika hali hii. Wakati mwingine watu wanapita kwenye nyakati ngumu kwa sababu Mungu anaruhusu ili yeye ajitwalie utukufu kupitia hali wanayoipitia. Warumi sura ya 8 mstari wa 28 inatuambia, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Na Zaburi sura ya 34 mstari wa 8 neno la Mungu linasema, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumainia. Kwenye maisha tujiulize, sisi kama sisi ni mara ngapi ambapo tumejilinganisha na watu wa dunia tukahisi kwamba wenyewe wamefanikiwa zaidi kuliko sisi? Ni mara ngapi tunaona kwamba ni kama maisha yao ni maisha ya kurelaksi, ni maisha yasiyokuwa na vita? Inatupasa tujiulize, kama nilivyosema mwanzo kwamba Asafu aliyeandika Zaburi ya 73 sio kwamba ni yeye peke yake ambaye ana mtazamo huo. Ni wakati mwingine kabisa kwenye maisha yetu na sisi tunapita kwenye mtazamo kama huo, na ndio maana hata Mungu anaruhusu neno lake liandikwe. Hizo nyakati za watu wanazopita nyakati kama hizo ziandikwe, ili tujifunze kwamba alipopita katika wakati huu akatafakari hili, kuna wakati ambao pia alitambua kwamba alipita katika nyakati za makosa. Na ninaamini kabisa kwamba inawezekana nikawa ni mimi au inawezekana nikawa ni wewe. Kuna wakati ambao tumepita tukayatazama maisha ya watu ambao wa dunia na tukaona kwamba kama maisha yao rahisi, tukaona kama maisha yetu ni maisha yana vita. Lakini pamoja na kwamba maisha yetu yana vita, tunakuja tunaona kwamba maisha yetu pamoja na zile vita tunazopitia ni maisha yenye thamani. Vile kwamba tumemkimbilia Mungu, tunaona kabisa kwamba kuna thamani kubwa kabisa katika maisha yetu ambayo ameiweka. Ukweli mtazamo wetu ni tofauti na mtazamo wa Bwana. Yeye anaona mbali sana na katika mambo yote ni mwema. Katika mambo yote ni mwema. Mtazamo wako unaweza kurekebishwa katika maombi ili uweze kuona kama Mungu anavyoona. Kwa hiyo mitazamo inapokuwa inatokea mitazamo ya namna kama hiyo, kitu pekee ambacho kinaweza kikaturekebisha ni maombi. Na tunaona kwamba maombi ya shukrani, kuingia mbele za Mungu kwa matamko ya shukrani na matamko ya kusifu, ni kitu ambacho kinaweza kikabadilisha mtazamo, kinabadilisha mtazamo wetu na tukamtazama vile Mungu ambavyo anatazama. Mtazamo wa Mungu na watu wake pia unatofautishwa kama nilivyo, unaonekana wa tofauti. Watu ambao wanakuwa wanatazama ni tofauti na vile Mungu anavyotazama. Kama nilivyoelezea safari ya wana wa Israeli, waliona safari yao ikiwa ni safari ya mateso. Tunasikitika kwamba na tunaomba kwamba Mungu katika nyakati zote tutakazopita, tutakapokuwa tukipita katika nyakati ambazo tutakuwa tunapanda na milima, tunapanda na kushuka, tusifike nafasi ambayo hadi Mungu akaamua kwamba hapana, sasa hawa hawatairithi mbingu, hawa hawataenda katika nchi ya Kanaani. Tuombe Mungu kwamba katika nyakati zote tutakazokuwa tunapita, tusifike ile ambayo walifika katika kundi lile zima, watu wazima wote waliokuwa wametoka katika nchi ya Misri, wanavuka watu wawili tu kwenda Kanaani.
na wengine wote wanavuka ambao walikuwa ni wana umri mdogo. Yani sisi tuwe na tumaini, tuendelee kuwa na tumaini tukiamini kwamba kazi njema aliyoianzisha Mungu katika maisha yetu yeye ataikamilisha. Ninaomba nisomee Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3 na mmoja nisomee Zaburi 106 mstari wa 13 mpaka wa 15. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 3. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakukarisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Amina. Mungu akubariki. Zaburi 106 mstari wa 13 mpaka wa 15. Zaburi 106:13 mpaka 15. Wakayasahau matendo yake kwa haraka, hawakulingojea shauri lake, bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani. Akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Amina. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona kwamba kuna wakati ambao Mungu anakuwa anatazama vile ambavyo anataka sisi tutazame, lakini sisi tunakuwa tunaendelea kung'ang'ania kutazama katika mitazamo yetu, na kuna maombi ambayo Mungu anaweza akawa anatupa kumbe ni kwa sababu tumemforce. Kuna maombi ambayo Mungu anatupa kwa sababu tumemlazimisha, lakini anasema kwamba Mungu akawapa walichotaka, lakini akawakondesha roho zao. Kwamba wakati ambapo tunataka vitu ambavyo ni vya kwetu wenyewe, tunang'ang'ania vitu ambavyo sio mpango wa Mungu, tunapewa. Mungu anaruhusu kwenye maisha tunapata vitu kama hivyo, lakini tunajua kwamba vina uwezo vya kutusababishia tukapata shida, vya kukondesha roho zetu. Kwamba tunaona mpango wa Mungu kwa taifa la Israeli ilikuwa wao wanatawaliwa na muamuzi. Tunaona wakiwa wana waamuzi, wakiwa wana muamuzi Samsoni, wakiwa wana muamuzi Debora, wakiwa wana muamuzi Samueli. Lakini kilipofika kipindi cha Samueli, wakaanza kumpush Mungu, wakaanza kung'ang'ania kwamba wanataka na wenyewe wawe kama mataifa mengine. Mungu akawapa warning kabisa, akawapa onyo, akawaambia kwamba waambie wana wa Israeli hicho wanachokitaka kitakuwa ni kama tanzi kwao. Wataletewa mfalme ambaye atawasababishia wapate shida, yani atawapeleka kama watoto wao utumwani, yani atakuwa ni mfalme ambaye yani ataleta shida kwao. Lakini wakawa wameendelea kung'ang'ania, na walipokuwa wameendelea kung'ang'ania, Mungu akawaamua akawapa Sauli. Na alipowapa Sauli, tunaona kabisa kwamba Sauli anaenda na anatumika kwenye kusudi la Mungu, na baadaye anaacha kutumikia kusudi la Mungu na anawapotosha. Na tunaona kabisa wanaenda na wafalme katika yule mpango ambao walikuwa wanautaka wao. Kuna wafalme wanaingia wanatimiza kusudi la Mungu, wanatembea katika kusudi la Mungu, lakini kuna wafalme ambao wanaenda wanawapotosha. Kwa hiyo wanaenda katika vipindi vigumu, ni kwa sababu waling'ang'ania kitu ambacho Mungu alikuwa hataki. Hata sisi kwenye maisha kuna wakati kuna vitu tunaving'ang'ania sana. Kuna wakati ambao wakati mwingine mtu anaweza akawa anampelekea Mungu ombi labda la mtu anayetaka kumuoa au mtu anayetaka kuolewa. Kila siku anapeleka ombi kwa Mungu. Mungu baadaye anaamua kwamba anampa. Na akimpa hiyo kitu hicho kinaweza kikawa tabu kabisa. Ni na mfano wa mtu ambaye alikuwa ameng'ang'ania sana kwamba yeye ataolewa na mtu fulani. Na alipompeleka yule mtu kwenye familia walimkataa. Walipomkataa familia, yeye akasema kwamba mimi ndio mtu huyu ninayetaka kuolewa naye. Familia wakati mwingine inaweza ikaheshimu sana maamuzi ya mtu. Walikaa watu wengi wakawa wanamuelezea, lakini hakutaka kusikia. Mungu wakati mwingine hatozungumza na wewe tu kwamba kwa neno lake, au hatozungumza na wewe tu kwa watumishi wake. Kuna wakati atawatumia watu dhaifu, watu ambao hauwezi kuwategemea, lakini maneno yakiwa yanasikika kwa watu wengi ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo alipoolewa yule mume alifanyika tanzi
kwa maisha yake kwa muda mrefu, yani imekuwa ni ndoa ambayo imekuwa ikileta changamoto kubwa sana kwenye maisha yake na imeharibu maisha yake kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo Mungu aliamua kuacha kile alichokuwa anakitaka akakipata, lakini kilileta shida kwenye maisha yake. Kwa hiyo tusimlazimishe Mungu pale anapokuwa amekataa. Tumwamini kwa sababu yeye anaona mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo tuwe tunamsikiliza Mungu kile Mungu anachotaka. Mungu anataka kutufundisha nini? Je, suluhisho la Mungu ni nini kwenye ili somo ambalo tulifundishwa? Nini Mungu anachotaka tujifunze? Unaonaje Mungu aliposema kuhusu Yesu? Mungu aliposema kuhusu Yesu akasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 17 Mungu anaelezea kwamba Yesu ni mwanae mpendwa anayependezwa naye, tumfuate yeye. Alafu Yesu anaomba kwamba kikombe kimuepuke. Yesu aliomba kikombe kimuepuke. Kuna maombi ambayo tunaomba Mungu wakati mwingine anaona tu kabisa kwamba ili siwezi kulijibu, kwa sababu ili nikilijibu litaleta madhara. Kuna wakati ambao Mungu kwa huruma zake anaamua kutukatalia, na tushukuru kwamba Mungu kwamba kwa maombi yale ambayo tunakuwa hatujibiwi, ambayo yalikuwa sio kusudi la Mungu, kwa sababu kama yatajibiwa mingine ndio hayo yanaweza kuleta madhara. Yesu anamuomba baba yake, anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini mbingu zinanyamaza kimya. Mungu anaamua kunyamaza kimya. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alijua kwamba Yesu kama asipoiendea njia ya msalaba, sisi tutaokoka vipi? Lakini pia alijua kwamba baada ya Yesu kuipitia njia ya msalaba atapata utukufu mkubwa sana. Na tunaona kwamba baada ya kuiendea njia ya msalaba, Mungu alimkirimia Yesu jina kubwa lipitalo majina yote. Na tunaona kabisa kwamba Mungu alikuwa na nia njema na Yesu, na ndio maana aliamua kwamba aipitie njia ya msalaba. Kitu kingine tunaweza kujifunza kuhusiana na Paulo. Tukisoma neno la Mungu katika Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 20. Ninaomba nisomewe Wakorinto wa pili sura ya 12. Tasoma. Ndio. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 20. Ndio. Nasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige, nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Nimekuwa mpumbavu, ninyi mmenilazimisha. Maana ilinipasa nisifiwe na ninyi, kwa sababu sikuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote, nijapokuwa si kitu. Kweli ishara za mtume zilitendwa katikati yenu katika saburi yote, kwa ishara na maajabu na miujiza. Maana ni kitu gani mlichopungukiwa kuliko makanisa mengine? Ila kwa kuwa mimi sikuwalemea, mnisamee udhalimu huu. Na tazama, hii ni mara ya 3 ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu, bali nawatafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya, nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, kadri nizidivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa? Lakini na iwe hivyo, mimi sikuwalemea, bali kwa kuwa mwerevu naliwapata kwa hila. Je, mtu yoyote niliyemtuma kwenu, kwa mtu huyo naliwatoza kitu? Nalimwonya Tito, nikamtuma ndugu yule pamoja naye.
Je, Tito aliwatoza kitu? Je, hatukuenenda kwa roho yeye yule na katika nyayo zile zile? Wadhani hata sasa ya kuwa najidhuru kwenu? Mbele za Mungu twanena katika Kristo. Na hayo yote wapenzi, ni kwa ajili ya kuwajenga ninyi. Maana nachelea nisije nikawakuta si kama vile nitakavyo kuwakuta, nikaonekana kwenu si kama vile mtakavyo, nisije nikakuta labda fitina na wivu na ghadhabu na ugomvi na masingizio na manong'onezo na majivuno na ghafila. Amina. Mungu akubariki sana. Na naomba nisomewe Mwanzo sura ya 45 mstari wa 4 mpaka wa 8. Mwanzo 45:4 mpaka 8. Ndiyo. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiuzike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi, na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao, na bwana katika nyumba yake yote, na mtawala katika nchi yote Misri. Amina. Asante sana sana. Mungu akubariki sana. Tunaona kwamba mtume Paul aliwekewa mwiba na alioendelea kuomba kwamba ule mwiba umtoke, lakini Mungu akawa haruhusu huo mwiba umtoke, mjumbe wa shetani. Na tunaona kwamba katika ule mwiba, kupitia ule mwiba aligundua kwamba neema ya Mungu inamtosha, kwamba isingekuwa ule mwiba labda yamkini asingeweza kuitambua neema ya Mungu vizuri. Sijui ni kwa nini Mungu aliruhusu na akasema kwamba neema yangu inakutosha, kwa sababu uweza wangu unaonekana katika udhaifu. Na pia tunamuona Yusufu kwamba tukiangalia safari ya Yusufu, ndugu zake wanavyomuuza, ndugu zake wanavyomsaliti, anavyopita katika wakati mgumu, anapita katika vifungo, anapita maisha ya Yusufu tunayajua, ni maisha tunayoyasoma, lakini anakuja kueleza kwamba ni Mungu ndio aliyeruhusu ile njia ipitie. Kwa hiyo njia nyingi ambazo wakati mwingine zinaonekana ni njia za mateso, watu wakipita wengi kwenye njia za furaha tu ndio wanakuwa wanamuona Mungu. Lakini Mungu anaweza kuonekana pia katika nyakati ambazo sio rahisi, kama tunaona maisha ya Yusufu, tunaona maisha ya Yesu, tunaona maisha ya mtume Paul, na hata maisha ya kwetu sisi wenyewe ni ushuhuda ya kwamba Mungu kuna wakati atatupitisha katika nyakati ambazo hazitokuwa rahisi katika macho ya kwetu na macho ya watu wengine wanaotutazama, wakitutazama kama watumishi wa Mungu na watu tunaomwishia Kristo. Watakuwa wakiangalia na watataka tupite kwenye njia smooth, watataka tupite kwenye njia laini, lakini Mungu anatuahidia kwamba atatushindia. Mungu anatuahidia kwamba tumaini lake lipo na uwezo wake uonekana katika udhaifu. Kulazimisha jibu unalotaka sio imani katika Mungu. Njia ya Mungu ni njema tu siku zote, hivyo tujifunze kumwamini na kumtegemea. Na hili ndo darasa letu ambalo Mungu amependa tujifunze katika siku ya leo.